Na sasa tumekushaona mwanzo wako wa kuingia katika tasnia ya filamu, kutoka katika upigaji wa picha za maharusi mpaka kuingia katika filamu. Ukatengeneza Gubu la Wifi, filamu iliyokupa mwamko wa kusema kwamba nataka sasa kufanya mambo makubwa zaidi. Nini kilitokea mpaka ukaamua kuja na Kaole kwa ufupi? Saa kuja na Kaole ni wazo ambalo niliweza kupewa baada ya kukutana na baadhi ya wazee walikuwa wasanii wa zamani. Akina Mzee Kipara ambaye jina lake halisi ni Rajab Hatia, Mama Ambeliki, alafu Pwagu. Sijui kilitokea kitu gani, lakini wakanipa wazo. Kwa nini tuanzishe kikundi? Kwa nini usianzishe kikundi? Nikasema basi kama ndapata watu ambao kwanza kunisupport na kuwa na wasanii, hakuna shida. Tulivyokaa katika kujadili kuanzisha kikundi cha Sanayo, ndio kina mzee, najua mzee huyu mzee nani, mzee Pwagu na Mzee Kipara, ndio akaniambia akasema kikundi chetu basi tukipe jina. Ndio nyewe akasema kitu Kaole Sanaa Group. Naona sawa, kwa sababu unajua niliwakubalia kwa sababu wao ni wakongwe zaidi wa sanaa. Alafu Soshe umeshafanya mpaka masanaa jukwani, licha ya kwamba kwenye radio, wakati wa radio Tanzania wanavuma sana. Kwa hiyo wao na uzoefu zaidi ya sanaa kuliko mimi. Mimi uzoefu wangu mkubwa ulikuwa kwenye kupiga picha. Lakini sio kwenye sanaa za maigizo. Sanaa za maigizo hasa. Japo ndio hilo wazo au hiyo shauku nilikuwa nayo kutokana na kwamba nishaanza kutengeneza filamu, nikaanza kuingia kwenye mambo ya sanaa. Basi tukaweza kufanya hiyo, tukaanzisha hicho kikundi, japo katika hali kidogo ngumu na nini, lakini tuanze tukamwambia brother akasema pale anapokaa kuna sehemu fulani ya uwani kuna nafasi, tunaweza tukaanza kufanya sana mazoezi. Kwa hiyo tukaanza pale Sanaa, akina Mama Ambeliki, akina Zena Dilipo, wote marehemu hao. Alafu Mzee Pwagu, Mzee Kipara, wote marehemu. Bichuma, Suleiman na marehemu. Alafu wengine siwakumbuki sana, lakini nafikiri tulianza nao. Sema tu kwa wale wazee nafikiri atakuwa mabaki mmoja au wawili, wengine wameshafariki. Kwa hiyo tukawa tumeanza, basi na wao wakawa nasimamia vizuri, tukawa tunaenda vizuri. Kwa hiyo sasa tukawa tunafikiria tufanye mchezo. Mchezo wenyewe tulikuwa panga nini? Ndio wao Ujafaa Ujombika. Sasa wakati tunafikiria na tunaanza kufanyia mazoezi, kabla tujaanza kurekodi, kumbuka kwamba na kasuri kadogo ka video cue. Akaja rafiki yangu. Kwa hiyo alikuwa rafiki yangu, baadaye rafiki yangu sana. Sababu yeye ndo alikuwa mpiga picha mkuu wa ITV. Alikuwa anaitwa Michael Odoba, marehemu naye. Basi akaja kaangalia na kufanya kazi na nini. Basi akawa anapenda tu zile juhudi za, kwa sababu kikundi kipo kule nyuma kwa brother, na hizo studio ilikopo hapo kwa brother. Kwa hiyo anaona na nini, hakusema kitu kwa sababu tulikuwa tujazoeana sana mwanzoni. Lakini baadaye tukazoeana. Sasa ilivyotokea nafasi hiyo, ilivyoonekana kuna uhitaji huo wa kikundi kule ITV, kwa sababu ilikuwa ndio kwanza, yani vikundi hivi ndio vinaanza kupata maarufu. Sasa kule ITV wakati huo kulikuwa kuna vikundi viwili maarufu. Ilikuwepo Nyota Ensemble, alafu na La Reo. La Reo ndio ilikuwa inaongozwa na kina Onyango, ndio ilikuwepo. Basi ikatokea kilichotokea kwa wakati huo, ikabidi wao wenyewe kidogo, nafikiri yule mkuu akaona hawa kidogo anashindwa kuwa rekodi au kuwapata kwenye schedule ya kurekodi kama inavyotakiwa. Wakawa wanachelewesha vipindi. Kana chelewesha vipindi. Kwa hiyo sasa yule Michael Odoba rafiki yangu ndio alikuwa mpiga picha wao kwa hicho kipindi hicho.
Kwa hiyo hayo malalamiko ya kutopata wasanii anapoenda kwa rekodi alishayapeleka mara nyingi ofisini. Kwa hiyo kaambia basi kama ndivyo, je, tuweze kupata watu wengine wanaweza kufanya kitu kama hicho? Kwa hiyo kule ndo akaja akaniambia, akaniuliza mimi, bibi hawa nani tunaweza tukufanya kitu, labda tukaenda kumwasha boss, labda akavutiwa nacho. Akasema sawa, kuna mchezo ambao tunauandaa na nini. Akasema basi, akapanga siku, akasema nitakuja, nitakuja kwa rekodi. Basi sisi tukajiandaa kila kitu vizuri na nini. Ndio hivyo. Na hao akina, kwa sababu tunaanza na hayo Mashaka. Ile Mashaka top ile. Tukaanza naye na tukaanza ile hadithi vizuri, basi tukaipiga. Tulivyopiga ile Michael Doba akaenda, baada ya kuadili akampeleka boss, akaangalia. Kaangalia. Akaona hapa kuna kitu fulani. Basi akamwambia bwana, kama watakuwa tayari basi tutafanya makubaliano nao, tuanze kuruka.